naona hatuwezi kuishi pamoja. Nimevumilia kwa muda mrefu, lakini nahisi kama najiumiza kila siku. Nazidi kukuchukia na kupenda sana mke wangu, lakini kwa hili haliwezekani. Kila nikifikiria kuwa sikuridhishi na unanitangaza, basi nahisi kuchanganyikiwa. Naona tupeane tu muda. Nahisi kuwa peke yangu. Mume wangu aliniambia kwanza. Nilishtuka, ilikuwa ni usiku. Nimelala, nimepitiwa na usingizi wangu mtamu. Mume wangu akaniamsha. Ghafla usingizi ulikata. Nilinyanyuka kutoka kitandani na kumuuliza mume wangu, unasemaje? Una kitu gani kimekutokea? Haya mambo ya kunidhalilisha yamekujaje? Nilimuuliza kwa mshangao. Kusema kweli, mume wangu alikuwa ni kila kitu katika maisha yangu. Alikuwa ananipenda, ananijali na kunihudumia kwa kila kitu. Katika tendo la ndoa alikuwa ananimudu vizuri, naweza kufika kileleni hata mara 3. Kulikuwa na giza, hivyo niliwasha taa. Mume wangu alionekana kuwa alikuwa analia muda mrefu. Anamaanisha nini kusema uniridhishi? Nilimuuliza mume wangu. Aliniangalia kwa uchungu, kisha akatoa simu yake. Alifungua na kunionyesha picha fulani. Zilikuwa ni screenshot za message ambazo nilikuwa na chati na rafiki yangu, shoga yangu kipenzi, ambaye ndiyo alikuwa ni msiri wangu. Yeye ndiyo alikuwa namuamini kupita maelezo. Namwambia kila kitu cha maisha yangu. Nakumbuka leo, nimemkumbuka Juma. Huwezi amini, sijawahi kukutana na mwanaume kama yule. Mimi nilimtumia shoga yangu. Acha hizo, mume wako anavokudekeza. Unamkumbuka yule mshenzi alivyokuwa anakupiga? Nilishachoka kukubembeleza kila siku, alinijibu. Aisee, alikuwa ananipiga, ila yule mwanaume ana mambo matamu. Yaani, kuna wakati naingia Instagram na kafekero kwangu kumwangalia tu. Natamani siku moja nimtafute anipe mambo mpaka kizazi kitingishike. Mume wangu anajitahidi, lakini kikubwa uhai. Hakuna kitu, namvumilia tu kwa kuwa ni baba mzuri, anajua kunidekeza. Ila Juma, zilikuwa ni screenshot nyingi ambazo nilikuwa na chati na shoga yangu. Kwanza nilikuwa nishazisahau, kwani kila nikituma message za namna hiyo nilikuwa nikifuta. Umetoa wapi? Nilimuuliza mume wangu. Hakunificha, aliniambia kuwa hizo message alionyeshwa na shoga yangu mwaka mmoja nyuma, na alijaribu kuzipuuzia, ila zimemnyima amani. Sasa hivi hata kukugusa nashindwa. Sijisikii raha kufanya mapenzi na wewe. Yaani nikikugusa tu naona kama unaniigizia. Nahisi tupeane tu muda. Nahitaji kuwa peke yangu, aliniambia. Nilijitahidi kumuelewesha mume wangu, kumwambia kuwa mimi nampenda na hizo message ulikuwa ni utani tu wanawake, ila hakuamini. Najua unanipenda, lakini siwezi kuishi na wewe. Najikuta nina hasira sana. Nahisi naweza kufanya kitu kibaya. Kama umeamua kunitangaza kwa shoga yako, unafikiri nimedhalilika kwa namna gani? Ni watu wangapi umewaambia kuwa mimi sikuridhishi, kuwa unataka kurudiana na ex wako? Nilijitetea sana, lakini mume wangu aliniambia anaondoka,
Aliondoka kweli na kwenda kupanga chumba sehemu nyingine. Nilijua kama utani, lakini mwezi uliisha, miezi 6 na hatimaye mwaka. Alikuwa anakuja kuangalia watoto, basi nikajua atarudi, lakini ghafla akaja na kuniambia kuwa anataka talaka ya mahakamani, kwani yeye anataka kuoa mwanamke mwingine. Nilishangaa, nilijaribu kumuomba msamaha, lakini nilipata jibu ambalo ilizidi kuniumiza. Huna haja ya kuniomba msamaha, ni kosa lako kuwa mimi sikuridhishi, ni kosa langu. Kama mwanaume nilipaswa kukuridhisha, ila nilishindwa kukuridhisha. Nashukuru kwa sasa nipo na mtu ambaye tunaridhiana. Uamuzi ni wako, kukubali talaka au tubaki hivi hivi, lakini mimi sitarudi kwako. Niliumia sana, nililia sana, niliomba msamaha, nikashirikisha ndugu, lakini mume wangu aligoma. Alianzisha kicheko na mchakato wa talaka, lakini haukufika mbali, kwani nilikataa kwenye baraza la suluhisho. Tukarudishwa kanisani, ila mume wangu aligoma hata kwenda. Sasa hivi anaishi na mwanamke mwingine, kaniacha nyumbani na watoto. Anakuja kuwasalimia mara moja. Naumia kwa meseji ambazo nilimtumia mtu ambaye nilimwamini kama rafiki. Nilimuuliza kwa nini alifanya hivyo, akanijibu, unalinga sana, mwanaume anakupenda kila siku, kujishaua kaka wa watu, anahitaji amani. Sikujua kuwa maisha yangu ya mahusiano yalikuwa yanamchoma sana shoga yangu. Alikuwa anaumia jinsi ambavyo kila siku namwambia mambo yangu, namna mume wangu anavyonijali, wakati yeye kila siku analalamika vipigo na matusi. Kama ulikuwa unaona ni siri, si ungekaa nayo? Kama wewe yamekushinda kukaa nayo, mimi nani nikubebee dhambi zako? Aliniambia. Sikuwa nachokuongea, nimehangaika, lakini ndiyo mume kashaniacha. Nimepoteza mume mzuri, baba bora wa wanangu, kwa sababu ya meseji za kijinga nilizokuwa na chati na rafiki yangu, ili kumchoma tu moyo, na roho yangu iliuma.